Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania Msumbiji wageukia uchumi. Rais Chapo ahidi kujifunza uwekezaji Zanzibar, amaliza ziara, agana na Samia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kituo kikubwa cha Afrika cha kujaza magari gesi chazinduliwa. Habari katika ukurasa wa 4. Habari za maendeleo si uchawa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Papa Leo wa 14 mwenyeji Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Amefika Ruvuma, Njombe, Iringa, Moro, Dar, atajwa ni msikivu, anafikika. Samia mpongeza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Msuya kuzikwa Jumanne Usangi. Habari katika ukurasa wa 3. Malasusa chungeni amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Padri Mkwera fariki dunia. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa mbele. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mpasuko waibua mvutano, mapya Chadema, Heche awarisha tuhuma wanaojivua wanachama, toa msimamo kwa wenye tamaa za fedha, uongozi Mrema mjibu akitaja sababu za kujiondoa, makada wengine wajiondoa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika nukuu ya John Heche ikisema, tuna taarifa baadhi ya wanaoondoka wamepata ahadi za kusaidiwa kifedha na vifaa, yakiwemo magari ili wagombea ubunge. Sasa wajiulize iwapo kweli watashinda kwa sheria na mfumo huu kama hawakuweza wakiwa Chadema inaungwa mkono na wengi. G55 chanzo cha mpasuko ni kampeni ya Chadema ya No Reforms No Election, ambayo kundi la makada wa G55 ilipinga ikitaka chama kishiriki uchaguzi, huku likipinga uamuzi wa chama kutosaini kanuni za uchaguzi. Vigogo waliokuwa wajumbe wa Secretariat makada waanza kujivua wanachama. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Serikali jibu bunge la Umoja wa Ulaya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika sababu papa mpya kujiita Leo wa 14. Habari katika ukurasa wa 5. Haueni wanaotumia gesi kwa magari bajaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Zanzibar Msumbiji kuimarisha ushirikiano. Habari katika ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni bosi mpya TANESCO ahidi mambo makubwa, wananchi wanategemea sana huduma inayotolewa na shirika hili, na nina imani tutashirikiana kuendeleza mazuri yaliyofanywa na kuboresha maeneo mbalimbali ili Watanzania waendelee kupata umeme. Hii ni nukuu ya Twange. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Makala ataka waziri Ulega kuonja shubiri ya barabara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Amemtaka Ulega atakapokwenda Ulanga mkoani Morogoro atumie gari ili kujionea adha ya barabara hiyo, hasa katika
kusafirisha mazao. Gazeti limeandika Zanzibar Msumbiji kuimarisha ushirikiano, habari katika ukurasa wa 3. Undani wa Papa Leo wa 14, habari katika ukurasa wa 17. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika basi mwendo kasi linalotumia gesi la wasili rasmi da, habari katika ukurasa wa 2. Wabunge waonya ucheleweshaji fedha miradi ya maendeleo, habari katika ukurasa wa 4. Mabalozi wajumbe wapewa elimu ya utatuzi wa migogoro, habari katika ukurasa wa 7. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi amkaribisha rais wa Msumbiji, waazimia kushirikiana kiuchumi. Dr. Mwinyi azindua ZHC Connect, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Afrika itumie teknolojia kukuza uchumi, Hemedi, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Harun awataka wakuu wa taasisi kusimamia nidhamu, habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika kanisa Katoliki lapata papa mpya, habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Mwinyi anika fursa ziara ya Chapo, asema itakuwa chachu ya kuendeleza ushirikiano wa Tanzania na Msumbiji, hasa sekta ya utalii, pia kubadilishana uzoefu eneo la mafuta na gesi, kwani Msumbiji ina uzoefu wa miaka 20, habari katika ukurasa wa 2. Rais Samia kuongoza kumwaga mzee Msuya, habari katika ukurasa wa 2. Wizara ya Katiba yanufaisha mabalozi na wajumbe 2200, habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. TPDC UDAT waandika historia, habari katika ukurasa wa 3. Kardinali Robert Prevosti amrithi Papa Francisco, habari katika ukurasa wa 7. Wanawake Zanzibar vinara kubisha hodi mahakamani, habari katika ukurasa wa 15. Dr. Biteko atoa ahadi ya upatikanaji wa umeme nishati safi ya kupikia, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Nalo gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Kapinga azindua kituo mama cha gesi asilia iliyoshindiliwa, ampongeza Rais Dr. Samia kutatua changamoto za wananchi kwa vitendo, aupongeza TPDC, ataka vituo vya CNG kuendelea kujengwa, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mabalozi wajumbe 2200 wanufaika na elimu ya utatuzi wa migogoro Songea, habari katika ukurasa wa 4. Dr. Biteko matumizi nishati safi kufikia 75% mwaka 2030. Tanzania na Japan kuendelea kuimarisha ushirikiano wake kufadhili miradi ya umeme Singida, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Chadema kwa zidi kuchafuka, watano watangaza kuhama Tanzania DRC kukuza uchumi kupitia bandari, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga. Kamata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vita usajili inaanza hapa. Tiketi kafu ya mpa pressure Taus Minziro ngoma nzito, habari imeandikwa kwenye kurasa wa 12. Juni 22 ligi kuu bara ipo ukingoni kwa sasa, ikiwa imesaliwa na mechi za raundi 3 kabla ya msimu kufika tamati Juni 22. Habari picha inamuonyesha Fabrice Ngoma, Pacome Zuzo pamoja na Jibril Sila. Simba dhidi ya KMC ni Jumapili saa 10 kamili jioni. Prisons dhidi ya Coastal Union ni Jumatatu saa 10 kamili jioni. Kagera Sugar dhidi ya Mashujaa ni Jumatatu saa 12:30 jioni. Gazeti hili limeandika Fadlu atwa siri ya Ahwa, vita ya mabao. Kwa mujibu wa takwimu, Ahwa ameshafunga mabao 15 akiwa ndiye kinara wa orodha ya wafungaji, lakini akiwa na assist 7, hivyo kuhusika moja kwa moja na mabao 22, moja zaidi ya Dube mwenye mabao 12. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Tuipokee tu faini ya ligi za wakulima Edo Kumwembe. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 15. Mei 31 ni PSG dhidi ya Inter, fainali ya UEFA saa 4 kamili usiku. Wabunge wanaelewa tatizo lipo kwa klabu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14. Kariakoo Derby pengine ni kwa sababu ya ukubwa, historia na utamaduni wa klabu za Simba na Yanga ndio ulifanya mjadala wa hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ya mwaka wao. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 14. Gazeti limeandika EPL leo Jumamosi ni Southampton
dhidi ya Manchester City saa 11 kamili jioni St Mary's. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma habari za michezo na burudani limeandika Fadlu, tutashinda kila mchezo wetu. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, GSM aipa Yanga ubingwa. Lakini pia gazeti hili limeandika pazia ya ligi ya Championship kufungwa leo. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Chameleone amtembelea Profesa J. Habari katika ukurasa wa 21. Alonso kuondoka Bayern Leverkusen. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, michezo na burudani. Nimalize na ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga jamii, lenye limeandika Pacome ashusha presha Yanga ni baada ya nyota huyo kukubali kubaki Jangwani katika msimu mpya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Simba yafikisha mechi 19 bara bila kupoteza. Habari katika ukurasa wa 23. Konate aumiza kichwa Liverpool. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Na gazeti Nipashe linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.